إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد خطبه: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. وقال: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. رواه الإمام مسلم. عباد الله، Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mojawapo wa khutba zake aliwaambia masahaba wake: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم. تنبهيني، الله سبحانه وتعالى ameniamrisha mimi niwafunzeni nyinyi yale msiyoyajua. Mimma allamani yaumi hadha, katika yale aliyonifunza mimi katika siku yangu hii ya leo. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika khutba hiyo akataja kuwa Allah subhanahu wa ta'ala sema: wa inni khalaqtu ibadi hunafaa kullahum. Allah subhanahu wa ta'ala sema, na hakika mimi nimewaumba waja wangu wote katika Uislamu na tauhid. Mwanadamu anapozaliwa na kuja duniani, tayari Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia katika maumbile aliyomuumba nayo mwanadamu yuko katika Uislamu na tauhid. Faatathum ash-shayatin fajtalathum an dinihim, wakawajilia mashaitani wakawaondoa na kuwapoteza kutokamana na kufuata dini yao waliozaliwa nayo. Waharramat alayhim ma ahlaltu lahum, na mashaitani wakawahalalishia yale niliyoharamisha mimi juu yao. Waharramat alayhim ma ahlaltu lahum, na mashaitani wakawaharamishia yale mambo ambayo mimi nimewaambia ni halali. Kisha akataja Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akataja: wa amarathum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana, na mashaitani wakawaamrisha wanadamu kunishirikisha mimi kwa yale ambayo sikuteremsha hoja yoyote juu yake, wakamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Fashaitanu harisun, shaitan anapupa sana
kumtumbukiza mwanadamu katika dhambi iliyokubwa kabisa ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, dhambi ambayo alipoulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na sahaba ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala qultu ya Rasul Allah ayu dhanbi a'zamu, qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kama fi sahih alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni dhambi gani iliyokubwa zaidi? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ni umjaalie Allah subhanahu wa ta'ala mshirika wakati yeye peke yake ndiye aliyekuumba subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, inna ash-shirka la dhulmun 'adhim, hakika shirki ndiyo dhulma iliyokubwa kabisa, hakuna mfano wake ibadallah, ambayo kwa sababu yake kuna watu walifanya mema mengi lakini hayakukubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fi sahih an Aisha radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasul Allah ibn Jud'an kana fi al-jahiliyyati yasilu ar-rahim wa yut'imu al-miskin fahal dhaka nafi'uhu? qala la yanfa'uhu innahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din. Ibn Jud'an min akram al-arab, huyu bwana ajulikana kwa ukarimu miongoni mwa Waarabu wakati wa jahiliya. Aisha radhiyallahu anha amuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu Ibn Jud'an. Alikuwa katika jahiliya kweli, lakini akiwalisha maskini, na wakati wa jahiliya alikuwa akiunganisha kizazi. Fahal dhaka nafi'uhu, je, amali njema hizo alizozifanya zitamfaa siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Faqala sallallahu alayhi wasallam la yanfa'uhu, amali zote alizozifanya hazitamfaa chochote mbele ya Allah, kwa sababu hakuna msingi wa tauhid. innahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din. Hakuna hata siku moja Ibn Jud'an aliwahi kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala na kusema, ewe Mola wangu mlezi, nisamehe madhambi yangu na makosa yangu siku ya kiyama. Alikuwa kamwe haamini kuna kiyama, alikuwa hampokeshi Allah subhanahu wa ta'ala. Yote aliyoyafanya si chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Ukimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, amali zako zote zitaanguka, hazikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na utakuwa katika wale waliokula khasara. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، tukumbushana na kusisitiza zaidi juu ya umuhimu wa tauhid, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Kwa umuhimu wa hili jambo, Muislamu atakikana mara kwa mara akumbushwe. Kadhalika tukumbushana hatari ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa ni dhambi iliyokubwa kabisa ambayo mtu akifanayo wal iyadhu billah atakaa milele ndani ya moto wa jahannam. Na'udhu billahi minan nar. Ibadallah, at-tauhid wama adraka ma at-tauhid. Jambo la tauhid ni jambo adhimu kiasi cha kuwa kufaulu kwa mwanadamu fi dunya wal akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia ni mpaka ushikamane na tauhid. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. Mtume صلى الله عليه وسلم
alikuwa akizunguka katika masoko mbalimbali katika mji wa Makka, akikuta watu wamekusanyika, akiwaambia qulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni la ilaha illa Allah mutafaulu. Kwa akawahimiza katika kushikamana na tauhid ili wafaulu hapa duniani na kesho akhira. Ibadallah, at-tauhid. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuonyesha ukubwa na umuhimu wa jambo hili akawakumbusha masahaba jambo muhimu sana, kuwa anayeondoka hapa duniani akiwa katika hali ya tauhid, ikawa jambo lake la mwisho kuondoka duniani ni kuikiri tauhid, basi yeye ni katika watu wa peponi. Yaqulu sallallahu alayhi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, yule ambaye neno lake la mwisho anapoondoka hapa duniani itakuwa ni kutamka la ilaha illa Allah, hapana anayestahili kuabudiwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, dakhala aljanna, huyu ataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo dhamana ya pekee ya mtu kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, yoyote anayefariki akiwa hamshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala na chochote, basi ni dhamana hii kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa atamuingiza peponi. Kinyume chake, anayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala akafa siku ya kufa aliyakuwa mshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, dakhala an-nar, huyo ataingia ndani ya moto wa jahannam na atakaa motoni milele. Ibadallah, fa Allah ibadallah, tukumbushana na tutaendelea kukumbushana juu ya umuhimu wa tauhid na uovu wa dhambi ya shirk, ili tujibidiishe katika kujipamba na kumpokesha Allah katika ibada na kujiweka mbali na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin.